Basi Mungu awabariki nyote ambao Bwana amewapatia kibali kuweza kuwepo siku ya leo. Nafurahi pia kuwaona. Basi hapa moja kwa moja nitaenda kuomba bila kupoteza muda kwa ajili ya somo letu la leo. Basi tunamishe nyuso zetu chini tupate kumwomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Mungu wetu mwaminifu. Ewe Yesu Kristo Bwana wetu mwaminifu, wewe ambaye ni Mungu wetu mwenye nguvu. Baba, angalia watoto wako tumekutanika mahali hapa ili Bwana tupate kusikiliza maneno yako ya uzima. Bwana, tunaomba tuhudumie basi kwa Roho wako Mtakatifu. Karibu basi Jehova Shama, Mungu wetu mwenye nguvu, upate Bwana kusema nasi kwa uweza wako. Baba, ninafunga kila milango yote ya adui, haina mamlaka wala haina nguvu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, ewe Mungu wetu mwenye nguvu, Baba, pokea utukufu, heshima na shukrani, kwa sababu naamini kwamba Mungu unakuja kuzungumza sasa na watoto wako. Ewe Roho Mtakatifu, Mungu wetu mwenye nguvu, ninaamini kwamba sasa unakwenda kufanya. Baba, pokea utukufu, heshima na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi somo letu la leo ambalo tunakwenda kujifunza lina kichwa kinachosema moyo usio na toba. Moyo usio na toba. Mara nyingi watu wengi ninaona kwamba huwa wanaona kwamba kuna aina fulani ya mioyo. Hapa naenda kuelezea aina ya mioyo. Wanadamu wengi unavyowaona, sio kila mmoja ana moyo kama wa mwenzake. Laiti ingetokea tukawa tuna mioyo inayofanana, matendo yetu, mambo yote tunayoyafanya yangekuwa yanafanana. Lakini kwa kuwa hayafanani, ndio maana unakuta kila moja ana tabia zake anazozifanya. Kila moja ana jambo lake, kwa sababu mioyo yetu iko tofauti. Sasa katika mioyo hii kuna wengi ambao wana mioyo ya jiwe, kuna wengine wana mioyo ambayo imejaa maovu. Sasa tuna utofauti wa mioyo. Ndio maana utaona kuna sehemu Mungu anasema ataondoa mioyo ya jiwe iliyoko ndani yetu na atatupa mioyo ya nyama. Sasa kwa kuwa kuna aina mbalimbali za mioyo, kuna watu ambao wana mioyo isiyo na toba. Moyo usio na toba asili yake hutoka kwa shetani moja kwa moja. Kwa sababu nadhani mnakumbuka vizuri wote kwamba baada ya kuwa shetani aliasi kule mbinguni, hakuna sehemu ambayo tuliona imeandikwa kwamba shetani alitubu. Na hata kama shetani angetubu, naamini asingesamehewa, kwa sababu yeye alifanya dhambi ya kumkufuru Roho wa Mungu, ile dhambi ambayo hainaga msamaha. Kwa sababu aliishi na Mungu, akajua mapenzi ya Mungu, kila kitu akajua Mungu, tabia zake, siri za kila kitu akafahamu, alafu akataka kujifanya Mungu. Sasa shetani yule hanaga toba. Angalia Adamu na Hawa, baada ya kuwa wameshawishiwa na shetani, hakuna mmoja wao aliyetubu pale. Wote walianza kurushiana mipira. Yaani walianza kutupiana maneno kwamba huyu mwanamke uliyenipa, huyu mwingine anasema huyu nyoka ndiye alikuja kunidanganya, alikuja kunishawishi. Sasa kwa sababu hiyo, sasa wanadamu wengi baada kuwa wamezaliwa katika uso wa dunia, wengi tunakuwa tumerithi ule moyo wa kishetani, moyo ambao haona toba ndani yake. Ndio maana mtu anapozaliwa unakuta tayari anaishi maisha ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ule moyo wake si moyo wa toba. Kwa sababu mtu mwenye moyo wa toba atakuwa kiishi akihofu kumchukiza huyo Mungu wake aliyemuumba. Mtu anachukua na baka mtoto wake, mtu anafanya abortion, watu wanafanya vituko, wanatembea na wanawake za watu. Yule mtu moyo wake sio moyo wa toba, kwa sababu mtu ambaye ana moyo wa toba ni mtu ambaye yani anapoona jambo lote ambalo ni baya, ndugu yangu,
Kwa sababu ana uhusiano na Mungu, Mungu lazima atamwambia kwa habari ya dhambi ile anayotaka kuifanya. Sasa hatimaye inapelekea watu kufika hatua kuanza kumtukana Mungu, kumdharau Mungu, kuona kama vile Mungu hayupo duniani. Mtu anaweza kufanya anachokitaka. Ni kama siku moja niko Tabora, kuna kijana mmoja alikuwa tu ni muhuni sana, akawa anasema, hivi ninyi mnasemaga huyo Yesu anarudi? Kwani aliacha kiwanja hapa? Kwamba akija atafikia wapi? Na nyumba zote zina watu. Sasa unaona kabisa huyu mtu ni mtu ambaye yupo gizani. Huyo ana moyo wa kishetani. Ndio maana shetani bado anapanda ile maneno ndani yake. Utaona katika waraka wa pili wa Petro ile sura ya 3 na ule mstari wa 9. Waraka wa pili wa Petro ile sura ya 3 na ule mstari wa 9, Biblia hapa inasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Sasa hii kufikiria toba, Mungu anatamani sasa, anapenda kuona watoto wake wakifikiria toba. Leo nitaenda kuwafundisha ni nini maana ya kufikiria toba. Kwa sababu unapokuta andiko limeandikwa, andiko halijawekwa tu, limewekwa kwa sababu, limewekwa kama kusudi maalum. Sasa utaweza kuelewa kwamba ni nini hiyo basi maana ya kufikiria toba. Kwa hiyo unapokuta mtu anaishi maisha ya dhambi, huyo mtu sio mtu anayefikiria toba. Sasa utaona tukienda sasa kwenye neno letu la msingi kabisa katika Warumi ile sura ya 2, tutaanzia ule mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 5. Warumi ile sura ya 2 mstari wa 4, au tusome mpaka mstari ule wa 7, tusome mpaka hapo. Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu? Basi kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Unaona hapa Mungu anasema kwenye mstari wa 5, moyo usio na toba. Sasa huu moyo usio na toba ndio nataka leo tukashughulike nao na tuweze kuangalia vizuri huu moyo usio na toba. Unaweza ukajiona unapiga magoti na kusema Mungu nisamehe, lakini bado ukawa hauna moyo wa toba. Mtu ambaye hana moyo wa toba ni mtu ambaye hawezi hata kunyenyekea na kukubali kufanya matengenezo au marekebisho pale anapoonekana kwamba amekosea. Huyo mtu hana moyo wa toba. Niwaeleze ni kwa nini Mungu anasema moyo usio na toba. Mungu kuna kitu huwa anakitaka kwa wanadamu, na ukija kuishi ukawa ni mtu ambao utakuwa kama hiki kitu ambacho nataka nikuelekeze, kiukweli utampendeza Mungu sana. Utampendeza Mungu sana 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 sana. Kwa sababu Mungu waga hapendezwi na kitu kingine zaidi ya moyo. Kwa sababu kwenye moyo kumejaa vitu vingi sana. Hebu angalia kwenye Mithali ile sura ya 23 na ule mstari wa 26. Mithali ile sura ya 23 na ule mstari wa 26, neno la Mungu linasema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Anasema nipe moyo wako, nipe moyo. Anajua Mungu kwenye moyo ndio mtu waga nakaa na kuweka kitu. Wanaomtumikia wote shetani. Shetani yupo kwenye mioyo yao. Ndio maana Yesu alisema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akinifungulia mlango nitaingia. Na anaingia kwenye moyo. Kutoka ndani ya moyo ndipo vitu hudhihirika na kuja nje. Ndio maana ukiona mtu anafanya uzinzi, mtu anakunywa pombe, mtu anajichubua ngozi na suka manywele, yale mambo yameanzia moyoni. Amekwenda sehemu
Ameona mtu sio kasuka mbenjuo, baada ya kuona vile tamaa imemwingia. Tamaa ya moyo imeingia kupitia macho akapeleka moyoni akapenda kile kitu. Baada ya kupenda kile kitu sasa anaenda kuanza kutafuta afanyeje. Moyoni huko issue inaendelea. Hatimaye kile alichokuwa nakiweka moyoni kinaanza kutoka nje. Sasa ndio maana Mungu anasema nipe moyo wako, kwa sababu kwenye moyo pale ndipo huwa vinakaa vitu vingi. Yaani mtu ukiona idea, mawazo fulani, mipango fulani, lazima ianzie moyoni kwanza. Ndio maana kitu ambacho tumekipenda kutoka moyoni, yaani utakitumikia kwa nguvu zako zote. Ndio maana pia ukipiga hatua ukaangalia kwenye Mithali ile sura ya 4 na ule mstari wa 23, Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Na shetani anasema, mwanangu nipe moyo wako. Kwa hiyo wale wampa moyo shetani ndio unakuta wanafanya uzinzi, wanakunywa pombe, wanafanya washerati, wanafanya usagaji, wanajichubua ngozi, wanasuka hizo nywele, wanavaa mahereni, mapete, mabangili. Hawawezi kuelewa mapenzi ya Mungu. Wao wote moyo wao umempa shetani. Sasa ikiwa Mungu anasema linda moyo wako, kama hujaulinda tu moyo wako, anakuja shetani anaingia na anakaa. Ndipo Mungu hukosa nafasi ya kuingia, kwa sababu moyo wako umempa shetani. Ndio maana Biblia ikasema kwa kinywa mtu ukiri, kwa moyo mtu huamini. Yaani moyo umebeba vitu vingi sana. Moyo usipobadilishiwa moyo ukapewa moyo wa nyama, utakuwa bado na moyo wa kishetani. Na yeyote aliye na moyo wa kishetani huwa hawezi kumwona Mungu, kwa sababu moyo wake umeshanajisika, umejaa matamaa ya kishetani. Yaani moyo wake unakuwa umejaa mapenzi tu ya shetani. Unaona? Sasa ili jambo shetani huwa anasimama sana kuangaisha watu. Sikiliza kwa makini. Mungu sasa anatuelekeza nini kwa habari ya moyo usio na toba? Na tunawezaje kupata moyo wa kuwa na toba sasa? Iko hivi wapendwa. Wakati wa kanisa la kwanza kuna watakatifu ambao walikuwa wamejiandaa kiasi kwamba wanasema na uje Bwana Yesu. Unajua mtu ambaye ana ujasiri wa kusema na uje Bwana Yesu, ameshajihakikishia kwamba kwenye moyo wake hana takataka zozote zile. Hata Bwana akija sasa hivi anao uwezo wa kuondoka. Angalia katika Ufunuo ile sura ya 22 na ule mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 na ule mstari wa 20. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Angalia, na uje Bwana Yesu. Huyu anayesema na uje Bwana Yesu ni mtu aliye tayari. Maana hata Bwana akija sasa hivi ana utayari wa yeye kuweza kuondoka. Sasa moyo wa toba tunaopata pale ambapo wewe unapokuwa unaishi, unapoona kuna mazingira yoyote ambayo yamekuingiza kwenye kosa, yaani sekunde ile baada ya kutambua pale ingia kwenye toba. Na toba ya kweli ni ile ya kumaanisha kuacha. Hiyo ndio toba ya kweli. Huwezi kusema kwamba mtu una toba ya kweli, unasema Mungu leo nisamehe, halafu unaendelea. Yaani unajua watu wengi wanatofautisha kati ya kupiga makelele na kuomba toba. Biblia inasema kwenye ile Mithali sura ya 28 na ule mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Yaani kuungama sio tu kuongea tu, Mungu nimekukosea hiki, alafu kesho tena unaendelea. Hiyo sio toba. Huyo mtu hana moyo wa toba. Maana ya toba ni kugeuka. Ulikuwa unaenda mbele, ulikuwa unaenda kushoto, sasa unaenda kulia. Ulikuwa unaenda huku, sasa unaenda huku. Ndio maana ya kugeuka, ndio maana ya toba. Sasa mara nyingi watu wengi wanapuuziaga sana sauti ya Mungu. Yaani kuna mazingira Mungu anaweza kukuwa na kuambia wewe hapo umekosea, unatakiwa utubu, alafu mtu anajifanya mbichi kabisa. Wengi wamekuwa wakishindana na zile sauti, hatimaye wanapata matokeo mabaya sana, na mambo yao yanakuja kuharibika kwa sababu wanapuuza. Yaani mtu wa Mungu amepewa dira. Ile dira ukitembea nayo, na kuhakikishia kabisa, ile dira ukitembea nayo, hakika hata kama Yesu akikukuta mazingira yote anakunyakua.
Dira namba moja ni neno la Mungu. Na ndio maana ukitaka uwe ni mtu ambao utaweza kupata vitu vizuri sana mbele za Mungu, unapokuwa unaishi uwe unajiangalia uko mazingira gani. Hayo mazingira uliopo, ruhusu neno la Mungu lije pale pale kwenye ufahamu wako. Yaani unapotembea, unajua wengi sijajua Biblia inaposema neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia yangu, hawajaelewa kwamba hiyo ina maana gani. Yaani unapokuwa mfano usiku kwenye giza la totoro, umeshikilia tochi, unamulika njiani, kwa kuwa umemulika, unapokutana na nyoka utasimama kama pale mbele kuna nyoka, huyo hapo nimemulika na muona. Yule nyoka usingewasha ile tochi, usingeweza kumuona. Sasa neno la Mungu sasa limefananishwa na ile tochi ambayo mtu anatakiwa atembee nayo. Sasa wengi ni wavivu hata kusoma neno. Ndio maana dhambi zikija hawezi kujua kwamba hii ni dhambi, kwa sababu hawana tochi. Tochi ni Biblia, tochi ni neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye utaruhusu, ukiwa kazini, ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa popote, yani unaifungua Biblia kwenye ufahamu wako, inakaa pale. Kwa chochote utakachokiona mbele kimekuja, awe ni jirani, awe ni nani anaongea chochote, unaangalia sasa kupitia neno. Huyu anaongea hiki, unampeleka kwanza kwenye hukumu ya ulimwengu wa roho kupitia Biblia. Yani kuna hukumu fulani lazima ifanyike pale. Yani unaenda kumhukumu kupitia Biblia. Kama huyu anachokiongea hiki, ngoja tuone kwenye neno la Mungu linasemaje. Umeshaona vimepishana. Pale pale unampa jibu linalotokana na Biblia. Sasa unapokutana mazingira ya dhambi inayotaka kukunyemelea, mtu mwenye moyo wa toba hawezi kufanya jambo ambalo anajua Mungu wake hataki lifanyike hili. Huyo ndio mtu mwenye moyo wa toba. Maana yake uko ndio kuishi ile toba. Yaani kuishi toba ni kuishi kulingana na matendo yanayopatana na kule kutubu kwako. Kwa hiyo utakapokuwa eneo lolote lile, utakuwa mtu wa kujitakasa. Hata kama unajua hujafanya dhambi, nikwambie mtu wa Mungu, kuna watu wengi huwa wanaweza kujiona hujafanya dhambi kabisa yani. Ukasema yani mimi hapa najiona kabisa sijatukana mtu, nimefanya mapenzi ya Mungu hivi na vile, lakini Mungu akikuangalia anakuona wewe ni mwenye dhambi. Na ndio maana maandiko yanatupasa yani yanatuelekeza watu tuwe ni watu wa kukiri mbele za Mungu. Mungu, ninaomba nisamehe. Kwa sababu kuna dhambi za kutokutimiza wajibu, nazo ni dhambi. Unajua kabisa kuna mapenzi ya Mungu hapa hujayafanya na haujaomba toba, ujue kutakuwa na shida. Kwa sababu kwenye Biblia katika ile Yakobo sura ya 4, Yakobo ile sura ya 4 na ule mstari wa 17, Biblia inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Sasa mtu wa Mungu, mimi nikuulize swali. Dhambi, tumejifunza dhambi ni kuliasi neno la Mungu, na atendee dhambi ni wa shetani. Nikiuliza hapa kwamba sasa ikiwa Biblia imesema anayejua kuyatenda mema na hajayatenda kwake ni dhambi, je, mtu huyo akifa alikuwa hajafanya dhambi hizi za kufanya vitu 1 2 3, ila tu akawa hajatendea kazi yale mambo mema ambayo ameyafanya, huyo mtu nafikiri akifa ataenda mbinguni kweli? Hawezi kwenda. Kitakachofanya asiende ni nini? Kinamfanya asiende kwa sababu hakutendea kazi maagizo ya Mungu. Hiyo nao ni dhambi kama dhambi zingine. Kwa hiyo unaweza kama umekimbia ulevi, umekimbia uzinzi, umekimbia matusi, masengenyo, lakini Mungu akawa ameagiza kuna mambo unapaswa kuyafanya na haujayafanya sasa yale ambayo yako ndani ya wajibu wako. Hiyo ni dhambi kama dhambi zingine. Ndio maana ni lazima kila wakati kumwambia Mungu, najua leo nimeamka salama, ndio yamefika ya masaa, huenda Mungu nitakiwa nimefanya mapenzi yako, huenda wewe unajua kabisa kuna vingi sijafanya, Mungu naomba nisamehe. Ili hata Bwana akija anakukuta umeomba msamaha, hiyo toba ya hivyo Mungu waga anaipokea. Hivyo ndio tafasiri ya kuwa na moyo wa toba. Yaani wewe ni mtu wa kutubu, kwa sababu parapanda inapolia ikakukuta wewe ni mtu ambaye upo kwenye mazingira ya toba, Mungu anakusamehe. Biblia ilikuja ikasema kwamba watoza ushuru na makahaba wanawatangulia katika ufalme wa Mungu. Katika Mathayo ile sura ya 21 na ule mstari wa 31, kwamba
Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Hawa watoza ushuru na makahaba hawa ni watu ambao wanakuta huenda wao walikuwa wameshaamua kuishi maisha yao ya ukahaba moja kwa moja. Hawana kabisa nafasi au muda wa kusema wanadili na vitu vya Mungu kabisa. Halafu inatokea siku moja wamekutana na habari za Yesu. Ile wanatubu tu pale pale, ametubu kwa sekunde hiyo anakufa, au parapanda inalia, huyo anakwenda mbinguni. Kuna watu wanakwenda mbinguni bila kupata ubatizo. Kuna watu wanakwenda mbinguni bila hata kulipa zaka. Kuna watu wanakwenda mbinguni bila hata kutoa sadaka. Sasa ili sikufundishi kwamba eti umeshayajua mapenzi ya Mungu halafu naacha kufanya, eti na mimi na ngoja tu nije niende mbinguni hize. Ndugu yangu, kama ulijua ukweli, ulijua kuna kubatizwa kwa maji mengi halafu ukuenda kufanya, hiyo dhambi itakupeleka motoni. Kumbuka hapa naeleza watu wawili tofauti. Kwa mfano, yule mwizi msalabani walikuwa wawili, mmoja akamtukana Mungu, mwingine akasema wewe huogopi Mungu. Yule mmoja akamwambia Yesu, leo nikumbuke, na Yesu akamwambia, hakika hivi leo utakuwa nami. Kwa yule alipata nafasi ya kutubu hapo hapo, kwa kuwa hakuwa na nafasi nyingine ya kufanya matengenezo tena, kwamba azidi kulipa zaka, sasa kufanya hivi. Yuko msalabani kaangiko, yuko mtini, asingekuwa tena na nafasi nyingine ya kujitetea kufanya mapenzi ya Mungu. Huyo anabeba moja kwa moja kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo napoeleza kwamba moyo wa toba, unapopata nafasi ya kumwambia Mungu, naomba nisamehe hata kwa zile dhambi ambazo nimesahau, pale pale Mungu anakusamehe. Kwa hiyo moyo wa toba ni moyo unaoweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini, Mungu hataki nini, alafu unakuwa unaishi kufanya toba. Wenye dhambi wote hawana moyo wa toba. Ndio maana Mungu anakwenda kuwakataa, kwa sababu akiwaangalia mioyo yao imeshakuwa ni mioyo ya kishetani. Sasa leo tutakwenda kumwambia Mungu kama Mungu atupe moyo wa nyama. Moyo wa nyama ni moyo unaposikia mapenzi ya Mungu unakubali kuyafuata. Moyo wa nyama ni moyo unaokubali kutii. Huenda hapa tulipo mtu na moyo wa jiwe. Unaweza kuwa ukaona uko sawa, kumbe Mungu anakujua una moyo wa jiwe. Kuna vitu fulani unaweza kuwa sio mwepesi wa kutubu. Au mtu mwingine anajua kabisa amefanya kosa, kwa ukweli kabisa anaeleza, lakini hakubali kutubu ili labda aonekane kwa watu yeye ni mwema sana. Hiyo nayo ni dhambi, tena ni dhambi mbaya. Kwa hiyo ikiwa uko mahali hapa unajijua kabisa kwamba huenda moyo wako sio moyo wa toba, usiogope kuja kumwambia Mungu, Mungu nisamehe. Au unajua kabisa kwamba kuna mambo fulani labda hujawahi kuyatubia vizuri, mwambie tu Mungu, naomba nisamehe Bwana. Mwambie tu Mungu, nakusihi unibadilishe moyo. Kumbuka nikueleze kabisa, mtu ambaye hajabadilishiwa moyo hawezi kwenda mbinguni. Kwa sababu unaambiwa kwamba hata watu wanaokwenda kuzimu, ikiwa ni wachawi, wanapofika kuzimu pale huwa wanapewa damu ya mtu wanywe. Hamje kujiuliza kwa nini wanakunywa damu? Mungu amesema mtu atakaye kunywa damu, Mungu atakunja uso wake juu ya yule mtu. Kwa nini? Damu ni uhai. Sasa anapokunywa uhai wa mtu, yule mtu pale pale moyo wake huwa unageuzwa. Na vile vile tunaambiwa kwamba huwa akisha kunywa damu yule mtu, wakiona bado moyo wake haujabadilika, huwa sasa inabidi wanaweza kumwambia, akisha kunywa ile damu ya mtu, wanaweza kumwambia, tunataka umtoe mama yako mzazi. Wakiona nakataa, wanajua huyu bado moyo wake haujageuka. Wanachukua moyo wa simba, wanaondoa ule moyo wa yule mtu, wanampa moyo wa simba. Kama vile vile unavyoona Mungu anasema ataondoa mioyo ya jiwe iliyoko ndani yetu na atatupa mioyo ya nyama. Ulimwengu wa roho kiukweli, yani Mungu waga anakuja kabisa, anachomoa huu moyo wako wa kishetani wa kawaida, anauondoa, halafu anakupa moyo mwingine. Ndio mtaanza kuona maumivu, akaona dhambi, anaumia. Kwa nini? Kabadilishiwa. Ndio maana jiulize, kwa nini zamani ulikuwa huni haja ya kutembea na wanaume za watu? Zamani ulikuwa huni shida kufanya hivi. Ni kwa nini? Ni kwa kuwa ule moyo uliokuwa nao zamani ulikuwa ni moyo wa shetani. Lakini baada ya Mungu kuja ndani yako, anaanza kukutengeneza na anakubadilishia moyo. Ndio maana akasema kwamba atatupa mioyo ya nyama. Sasa ni kumwambia Mungu, kama kuna moyo wa jiwe, Bwana akauondoe leo. Kama kuna moyo wa jiwe, Bwana akakutengeneze leo, akaondoe moyo wa jiwe, akupe moyo wa nyama, kwa sababu ni majira ambayo Mungu anahitaji kuandaa watu wake.
anahitaji kuwatengeneza, kuondoa mioyo mibovu ndani yao. Na akasema asiweko miongoni mwenu mmoja mwenye moyo mbovu. Kumbe iko mioyo mibovu. Mioyo mibovu ndiyo moyo inayokaa kwenye maovu. Sasa kila mmoja wetu ana nafasi sasa ya kuja mbele za Bwana. Sasa baada ya kujifunza hayo, umejifunza nini mpaka hapo? Je, moyo wako ni moyo wa jiwe? Je, moyo wako ni moyo wa nyama? Kila mmoja sasa ni shahidi wake yeye mwenyewe. Maana kila mmoja atakwenda kwa Mungu peke yake kutoa habari za mambo yake mwenyewe. Ikiwa yuko na moyo wa jiwe, Mungu anatuma masomo kama haya, bado kaendelea kuwa na moyo wa jiwe, hiyo damu yako haitadaiwa kwangu. Mimi ni mjumbe tu wa Bwana ambaye natuma kusema kile ambacho Mungu ananipa niseme. Mtu anakitendea kazi, atendee kazi. Mtu atendee kazi, hiyo sio kazi yangu. Ndio maana watu wa Mungu tuna kazi ya kushauri. Ile mtu kufanya sio sisi, ni yeye mwenyewe. Mimi nakwenda kutoa hesabu. Mungu, mimi nilisema huyu akutendea kazi ni yeye mwenyewe. Mimi kazi yangu nilimaliza. Nisingeweza kumlazimisha, kwa sababu Mungu amesema chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Ukisema leo naamua kwenda kunywa pombe, leo naamua kuvua nguo niwe kama kahaba nikajiuze mtaani, Mungu hana haja. Yeye atakurudia tu kwenye eneo lako, ukisha kufa utakutana naye. Lakini mapenzi ya Mungu hapendi kuona tunapotea. Anapenda kuona wote tukifikiria toba. Sasa mioyo wengi, kuna mioyo ya jiwe ya aina mbalimbali. Kuna mwingine ana moyo wa jiwe kwenye eneo la kutoa. Ana moyo wa jiwe. Nayo ni mioyo hiyo ya jiwe. Mwingine ana moyo wa jiwe kwenye kuomba. Hawezi akubali kuomba. Huo ni moyo wa jiwe. Shetani amekupiga ugumu hilo eneo. Ni eneo gani kuna ugumu kwako? Umewekewa ujiwe pale ili upate uzito fulani. Mwambie Mungu, sasa naomba nisamehe. Naomba tuingie kwenye maombi sasa, kumwambia Bwana, naomba nisamehe. Ikiwa kuna moyo wa jiwe, unaweza kuwa hauna moyo wa jiwe sasa hivi, ila shetani amekukusudia kukupandia moyo wa jiwe. Mwambie Bwana, nisamehe. Ikiwa kuna dhambi inaandaliwa, Mungu naomba unirehemu mapema kabisa. Na unipe neema na uwezo kushinda hizo dhambi. Tunaingia kuomba. Nataka nisikie sauti za watu mahali hapa. Tunaingia kuomba sasa. Mwambie Bwana, nisamehe. Mwambie Bwana, naomba nioshe. Bwana, naomba watu tufungue sauti zetu tuweze kumwambia Bwana kama Bwana atutakase, Bwana atuoshe, Bwana turehemu, Bwana tusamehe. Huenda tumekuwa na mioyo ya jiwe, mioyo isiyokuwa na toba, mioyo isiyokuwa na majuto mbele za Mungu, mioyo isiyoongozwa na mapenzi ya Mungu. Mwambie Bwana leo na tengeneze, Bwana unitakase. Mungu anasema yeye hulituma neno nalo utuponya. Tuendelee kuomba sasa. Tuendelee kuomba sasa. Mwambie Mungu akutakase. Je, moyo wako ni moyo wa namna gani? Je, moyo wako ni moyo wa namna gani? Je, umekuwa na moyo wa jiwe? Je, umekuwa na moyo mgumu? Moyo usiosikia mapenzi ya Mungu? Kwa nini moyo wako unakuwa ni mgumu kugeuka? Kwa nini moyo wako unakuwa sio moyo wa toba? Mwambie Bwana, nakusihi Roho wa Mungu nisamehe, ili akiba ya hasira isiweze kuwa juu yangu. Mwambie Bwana, kusinirehemu, Bwana nitengeneze. Niwe Mungu aliyesema kwamba utaondoa mioyo ya jiwe iliyoko ndani yetu na utatupatia mioyo ya nyama. Baba, naomba nisamehe, Bwana Yesu, na unipe moyo wa nyama leo. Naomba Mungu nisamehe, na leo unipe moyo wa toba leo. Unipe moyo wa nyama. Na hapo gundua nimekosea, upesi nirudi kutubu. Kama Petro alijua amekosea, Petro akarudi akatubu. Lakini Yuda Iskarioti aliyekuwa na moyo wa jiwe hakukubali kutubu, bali alikwenda kujinyonga. Baba, kwa jina la Yesu nakusihi, Baba, mimi na neema yako sasa kumwaga moyo wa toba ndani ya watoto wako. Kumwaga moyo wa toba ndani ya watoto wako. Kumwaga moyo wa toba ndani ya watoto wako. Ewe Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Yire. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Mwaga moyo wa toba. Ondoa moyo wa jiwe ndani yetu. Ondoa Baba, na kusisamehe watoto wako Bwana. Samehe watoto wako Bwana. Baba, ikiwa kuna aliyekukosea, ondoa huo moyo Bwana kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba toba juu ya moyo mgumu, juu ya kuwa na moyo usio na toba. Tunaomba toba juu ya kuwa na mioyo isiyo na toba, mioyo isiyo na majuto, mioyo isiyokubali kufanya matengenezo na wewe Bwana. Moyo mgumu Baba, tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba kwa jina la Yesu Kristo. Weka mkono wako kifuani sasa na kwenda kukuombea.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Jehova Shama, Jehova Yire, angalia Bwana watoto wako mahali hapa. Huenda kuna mioyo ya jiwe ambayo shetani aliipanda. Umenipa mamlaka Bwana ya kupiga na kuharibu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ewe Jehova Shama Bwana, ninakamata nyundo yako Baba, na piga kila mioyo ya jiwe na sambalatisha. Mungu, tunaomba neema ukapande mioyo ya toba ndani ya watoto wako. Upande mioyo ya toba ndani ya watoto wako. Upande mioyo ya toba. Ewe Jehova Shama, Jehova Yire, Jehova Nisi, Mungu wetu mwenye nguvu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye mtakatifu Bwana, naamini kwamba Jehova Yire umekwenda kutenda sasa kwa uwezo wako. Mungu wetu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tunyamaze kimya sasa kwa muda huu. Nitaomba tunyamaze kimya kwa muda huu. Weka mkono wako wa kulia kifuani. Weka kwenye moyo. Weka mkono wako wa kulia kifuani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwenye nguvu. Mungu, umesema ulituma neno na leo utuponya na kututoa katika maangamivu. Baba, kwa jina la Yesu, wewe ni mpanzi. Kama ulivyosema mpanzi alipanda mbegu njema shambani mwake. Wewe ni mpanzi. Naamini Baba umepanda ile neno ndani ya mioyo ya watoto wako. Baba, pita kwenye moyo wa kila mmoja. Baba, kwa jina la Yesu, safisha mioyo ya watoto wako. Nguvu yako Mungu ipite kwenye mioyo, kusambaza kila jiwe, kila ugumu kwenye mioyo yao. Roho wa Mungu ulisema kwamba utaondoa mioyo ya jiwe iliyoko ndani yetu na utatupatia mioyo ya nyama. Naomba moyo wa nyama sasa uweze kupita ndani ya watoto wako. Moyo wa nyama, huo moyo mbovu unaondoka. Huo moyo wa jiwe unaondoka. Huo moyo wa jiwe unaondoka. Huo moyo wa jiwe unaondoka, ili uweze kuandaliwa na Bwana mwenyewe. Anaandaa watu wake. Anaandaa watu wake. Anaondoa mioyo ya jiwe sasa. Anaondoa mioyo ya jiwe sasa. Unapokea moyo mpya, moyo wa nyama, moyo uliobeba huzuni ya kimungu, moyo uliobeba toba, moyo uliobeba mabadiliko, moyo uliobeba kuwafuata mapenzi ya Mungu kama yalivyo, moyo utakao tamani kusema Bwana uje na hata sasa. Bwana Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Roho wa Mungu, operation kwenye mioyo ya watoto wako inapita. Operation kukagua mioyo mibovu inaondolewa. Mioyo ya jiwe inaondolewa. Mioyo isiyo na toba inaondolewa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, Roho wa Kristo Bwana pita juu ya kila mmoja. Tembelea mioyo ya watoto wako. Tembelea mioyo, iguse kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ni Mungu unayesikia, ni Mungu unayetenda, ni Mungu unayefanya. Naamini Bwana umepanda mioyo ndani yao, mioyo ya toba. Umeondoa mioyo ya ujiwe, na naweka ulinzi katikati yao. Shetani hatapata nafasi tena kuja kupanda mioyo ya jiwe, kupanda mioyo isiyokuwa na toba. Nafunga milango yote